Daudi, usihofu. Na hata wakati mwingine hofu inaongoza. Watu wakiongozwa na hofu, wakati mwingine wanafanya maneno ya kushangaza. Hofu inapelekanga watu kwa waganga. Hofu inapelekanga watu kwa basali. Na unajua basali wakikuja kwa area chenye wanasaidia kupunguza zi hofu ni kuku. Nasikia wanakulanga kuku peke yake na mshumaa. Na akimaliza makuku kwa area anapanda baiskeli anarudi Kamukuywa. Na nyinyi mnabakia na shida yenu ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa, hata milele. Hofu tupeleke kwa Bwana. Yeye peke yake ndiye anatibu hofu za wanadamu wote. Atuponyae na hofu zetu zote. Siku ya leo, hofu ambao ulikuja naye, nataka ujue usihofu. Tuko na mwenye anaponya hofu zetu. Kitu cha pili akamwambia, mpango yenye Sauli baba yangu anapanga haitafanyika. Akamwambia mpango wa Mungu inashinda ya wanadamu. Na hata wakati mwingine tumekuja tumesikia watu wametupangia. Na hata saa zingine wakakaa kikao. Lakini kama Yonathani kwako, na kuambia mpango ambaye umepangiwa na Sauli ambaye anataka kukuangamiza haitafaulu. Mpango wa Mungu ndio utafaulu kwa maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Hata mambo yakikusinya usiingie kwa mpango yako, ingia tu kwa mpango ya Mungu. Wazee na wamama nani ndio wanasinyikanga sana? Ni wazee ama wamama? Wamama. Yaani kulikuwa na jamaa moja alikuwa amesinya mama mwingine. Tena alikuwa mtu mchafu na kila wakati anakuja kuomba chakula. Yaani alisinyika na huyo mtu. Na unajua watu wenye wanasinyika hawajalingi. Hata wewe ukisinyika yeye bado hapo wewe mwenyewe ndio unapata inaitwaje waru. Lakini yeye ajali anaendelea tu kuruka hapo. Sasa huyo mama akitaka huyu mtu anasinyika ende anampatia chakula. Siku moja akasema mimi niko na mpango na huyu mtu. Kumbe ilikuwa mpango ya shetani. Nataka one kick huyu mtu aende. Akatengeneza mandazi smart na akaweka sumu. Akasema ameje kurot. Ndaka aende kwejigeni. Bwana wasema tunasema kuograra, yani aende kabisa asiwahi rudi. Akachukua mandazi tamu yenye huyu mtu anapenda akaweka sumu. Na akalisha, akangojea mpango yake itimie. Kumbe siku hiyo huyo mtu alienda pale pengine wakapatia chakula akashiba. Fika kwa hiyo mandazi